Wito wangu kwa viongozi wenzangu ni kusimamia kamilifu taratibu za manunuzi ya umma katika taasisi zetu. Vile vile ni kuelekeze mkurugenzi mkuu PPRA ili tuweze kusimamia vizuri kwenye taasisi zetu. Kuna kitu kinaitwa name and shame. Kwa hiyo ripoti yako ya mwakani ukitutajia nani wanafanya vibaya zaidi na nani wanafanya vizuri zaidi, itakuwa vizuri, itawatia ari wale wanaofanya vibaya zaidi ili wajitahidi kufanya vizuri zaidi. Baada ya kusema tu mashirika haya imefanywa, sema TANESCO hawajafanya vizuri, nani wamefanya vizuri, tutajie ili waone aibu, wajitahidi wafanye vizuri. Lakini niseme pia kwamba tuwataje ili kubainisha watendaji au taasisi zitakazobainika kukiuka sheria za manunuzi ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa pia dhidi yao. Lengo liko ni kuhakikisha fedha za wananchi zinalindwa na kutumika kwa manufaa yaliyokusudiwa. Ndugu zangu, niseme kuwa pamoja na mafanikio yaliyoletwa na matumizi ya mfumo wa NeST katika ununuzi wa umma, kuna changamoto iliyobainishwa inayohusu mifumo ya serikali kutokusomana kikamilifu. Kwa kuwa kazi ya kufanya mifumo isomane ni endelevu, nazielekeza Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kwa kushirikiana na Wizara ya Fedha na Ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma, na wote naona mpo hapa, kuendelea kusimamia ipasavyo zoezi la kuunganisha mifumo hiyo na hatimaye kuimarisha uwajibikaji na kupunguza mianya ya ubadhirifu wa fedha za serikali. Ndugu zangu, ninapoelekea kuhitimisha, naomba tujikumbushe kuwa uwajibikaji si chaguo, bali ni wajibu. Ni wajibu kuwajibika, si chaguo. Nataka kuwajibika au sitaki, hapana. Na wajibu huu hauishi kwenye taasisi hizi tatu pekee, bali kwenye taasisi unatuhusu viongozi wote wa umma na Watanzania wote kwa ujumla. Kwa upande wetu serikali, tutaendelea kuimarisha mifumo ya uwajibikaji, na pale ambapo kutabainika kushindwa kuwajibika au kutimiza majukumu ipasavyo kutokana na uzembe au ubadhirifu, hatutasita kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria zetu. Hivyo ni imani yangu kwamba tutakaposimamia rasilimali zetu kwa uadilifu na uzalendo, tutaimarisha uwajibikaji na kuharakisha maendeleo ya taifa na usawi wa wananchi wetu. Na hapa nimwelekeze Katibu Mkuu Kiongozi kusimamia kwa karibu tathmini ya utekelezaji wa mapendekezo yote yaliyotolewa na taasisi hizi. Na mwisho kabisa, nirejee tena kuwapongeza CAG, mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU na mkurugenzi mkuu wa PPRA kwa kazi nzuri mlioifanya kwa mwaka huo. Nataka niwahakikishie kwamba kwa upande wetu serikali tazipitia kwa kina taarifa hizi na kuyafanyia kazi mapendekezo yaliyotolewa kwa lengo la kuimarisha usimamizi na uwajibikaji kwa rasilimali za umma. Katika hatua nyingine, tutaiwasilisha ripoti hii ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali bungeni kwa ajili ya hatua stahiki kama inavyoelekezwa katika ibara ya 143 kifungu cha 4 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya kusema hayo, sasa natamka rasmi kwamba nimepokea ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali na taarifa ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU na taarifa ya mwaka ya tathmini ya utendaji kazi wa ununuzi wa umma pamoja na mapendekezo yote yaliyotolewa. Baada ya kusema hayo, niseme Mungu ibariki Tanzania, zibariki taasisi zetu ziweze kufanya kazi vizuri sana. Nawatakia Pasaka njema na asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante, naomba